Kuna baadhi ya watu husema kwamba kama mwanaume hapendi mpira wa miguu, basi kuna asilimia kubwa sana anapenda wanawake au pombe. Kauli hii ni maarufu sana, lakini je, ina ukweli ndani yake? Ni kweli kwamba pombe na mapenzi hutawala kwa mtu asiyependa mpira wa miguu? Yawezekana ikawa ni kweli ama si kweli. Na ndio maana leo katika video hii nimekuchukua katika utafiti wa wanasaikolojia na wataalamu wa tabia za kibinadamu ambao wanaeleza saikolojia inasema nini haswa kuhusu mtu asishabikia mpira wa miguu. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe na kisha alama ya kengele pembeni yake. Ni wazi kwamba katika sehemu nyingi duniani michezo imekuwa ni zaidi ya burudani. Kwa baadhi ya watu, timu wanayoishabikia ni sehemu ya maisha yao. Wapo wanaoweza kukumbuka matokeo ya mechi zilizochezwa miaka 10 iliyopita, lakini wakasahau hata tarehe muhimu za maisha yao binafsi. Wengine hutumia pesa nyingi sana kununua jezi, tiketi na vifurushi vya kuangalia mechi. Kuna ambao wanalia timu yao inapofungwa na kuna wanaoshangilia kana kwamba wao wenyewe ndio wamefunga goli la ushindi. Lakini pamoja na dunia hiyo kuwa kubwa ya ushabiki wa michezo, kuna kundi lingine la watu ambalo wao hawaoni kabisa mvuto wa michezo, hawafuatilii ligi, hawajui ratiba za mechi na wakati mwingine hawawezi hata kutambua majina ya wachezaji maarufu ambao dunia nzima inawazungumzia. Wakati wengine wakiwa wanajadili mechi kwa hasira na furaha, wao hukaa pembeni wakishangaa kwa nini jambo hili linaonekana muhimu sana kwa watu wengi. Kwa baadhi ya jamii, kutokupenda michezo inaonekana kama ni jambo la ajabu, na mara nyingi watu ulizana, inawezekanaje mtu asiwe na timu anayoshabikia? Na mzigo huo ni mzito sana kwa wanaume, kwani mpira wa miguu huonekana kama mchezo unaopendwa sana na wanaume wengi. Lakini saikolojia inaonyesha kwamba hali hii ni ya kawaida kabisa. Binadamu hawafurahishwi na vitu ambavyo vinafanana. Kile ambacho kinampa mtu mmoja msisimko mkubwa, kwa mwingine kinaweza kuwa kisiwe na maana yoyote kabisa. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kutumia masaa 3 kuangalia mechi ya mpira wa miguu kwa umakini mkubwa sana, lakini kwa mtu mwingine akaona ni kupoteza muda. Vivyo hivyo, mtu anayependa kusoma vitabu vya historia anaweza kutumia siku nzima akisoma vitabu kuhusu vita vya kale, huku wengine wakiona jambo hili ni la kuchosha sana. Na hii inaonyesha kwamba akili za watu pokea furaha kwa njia tofauti sana. Wataalamu wa saikolojia wanaeleza kwamba kila binadamu huwa na aina yake msisimko anaopenda. Kuna watu wanaopenda ushindani, matokeo yasiyotabirika na hali ya pressure ambayo inakuja wakati wa mashindano. Michezo huwapa watu hisia kali za furaha, hasira, hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Na ndio maana dakika za mwisho za mechi huwa na mvuto mkubwa sana kwa mashabiki. Lakini kwa watu wasiopenda michezo, aina hiyo ya msisimko haiwapati na haiwapi hisia yoyote ya kipekee. Badala yake wanaweza kuvutiwa zaidi na vitu ambavyo vinahitaji kufikiri kwa kina, utulivu na ubunifu wa hali ya juu sana. Kuna watu ambao wanapata furaha kubwa katika kuangalia documentary, kusikiliza podcast, kutengeneza muziki, kucheza video games, kusoma vitabu na kufanya majaribio ya kiteknolojia kuliko kuangalia mashindano yoyote yale ya kimichezo. Mtu mmoja anaweza kukesha usiku kucha akifuatilia mechi fainali ya ligi. Wakati mwingine anaweza kukesha akitazama documentary kuhusu anga za mbali na historia ya ustaarabu wa kale. Kila mmoja akili yake hupata dopamine na ile kemikali ya furaha kutoka katika maeneo tofauti. Sababu nyingine kubwa ni mazingira ya malezi. Mara nyingi ushabiki wa mchezo huanza tangu utotoni. Mtoto anayekulia nyumba ambayo kila wiki familia hukaa kwa pamoja kuangalia mechi ana nafasi kubwa sana ya kuingia katika ushabiki huo. Ataona furaha ya watu wakishangilia, ataona hasira wanapofungwa, na mazungumzo ya michezo kila siku ataiona nyumbani, na taratibu michezo inakuwa ni sehemu ya maisha yake ya kawaida. Lakini mtoto aliyekulia mazingira ambayo michezo haikuwa ikipewa muhimu mkubwa sana, anaweza kukua bila kuona ama kuona kama hilo ni jambo muhimu kwake. Kama familia yao ilikuwa inazungumzia zaidi biashara, elimu, dini, muziki au kazi, basi akili yake inaweza kuzoea kuona vitu hivyo ni vya muhimu zaidi kuliko michezo. Wakati mwingine hata uzoefu binafsi unaweza kuathiri hali hiyo. Kuna watu waliwahi kulazimishwa kupenda michezo wakiwa wadogo, lakini hawakuwahi kuiona kama ni kitu ambacho kinawavutia. Na kadri ambavyo walikuwa, walijikuta wakipendelea mambo mengine kabisa mbali na michezo.
Lakini pia kuna tofauti kubwa sana kati ya kupenda mchezo na kupenda kushabikia. Watu wengine hupenda kufanya mazoezi, kucheza mpira, kukimbia au kuogelea, lakini hawafurahii kabisa kufuatilia ligi au timu, kwa sababu kwao michezo ni afya ya mwili na si burudani ya kukaa kuangalia wengine wakicheza. Kuna watu pia ambao hawapendi hali ya kushabikia, ule ushabiki mkali. Mchezo mara nyingi huleta hisia kali sana, watu hupiga kelele, watu hubishana, watu hukasirika na wakati mwingine hata kugombana kwa sababu ya timu. Kwa mtu ambaye ana tabia ya kupenda utulivu, mazingira hayo yanaweza kuchosha badala ya kufurahia. Na ndio maana basi wakati watu wengine wakiwa wanaruka juu kwa furaha baada ya goli kupatikana, kuna wengine wanaobaki wakiwa wametulia kabisa bila kuelewa kwa nini watu wamechanganyikiwa kiasi hicho. Kwao ni watu wawili tu ambao wameingiza mpira kwenye nyavu, jambo ambalo halibadilishi maisha yao moja kwa moja. Hata hivyo, saikolojia inaonyesha kwamba ushabiki wa michezo mara nyingi hauhusiani na mchezo wenyewe. Mara nyingi unahusiana na hisia ya uhusika katika kundi fulani. Watu wanapenda kuhisi kuwa wao ni sehemu ya kitu kikubwa, na ndio maana mashabiki wa timu moja huvaa rangi ambazo zinafanana, huimba nyimbo zinazofanana na kushangilia pamoja hata kama hawafahamiani. Kwa mtu anayependa michezo, timu inaweza kuwa sehemu ya utambulisho wake. Anaweza kusema sisi tumeshinda, wakati kiuhalisia hakucheza kabisa. Na hii ni moja ya sababu ya akili ya binadamu kupenda kujihusisha na makundi yanayoipa hisia ya umoja na utambulisho. Lakini watu wasiopenda michezo mara nyingi hupata hisia hiyo ya kuhusika katika maeneo mengine. Wengine huipata katika muziki, wengine huipata kupitia dini, kazi, teknolojia na filamu na hata jamii za mitandaoni. Kila mtu huwa na kitu ambacho kinampa maana ya kumfanya hisi kwamba yupo kwenye sehemu ya kundi fulani. Lakini pia kuna watu ambao hawapendi ushindani kabisa. Kwao mashindano makali huongeza stress badala ya furaha. Wakati wengine wakiwa na furaha, pressure ya mechi ikiwa ni kubwa, wao hupendelea vitu ambavyo vinawapa utulivu wa kiakili. Kuna hata watu ambao hawaelewi kabisa kwa nini mtu anaweza kuharibu siku yake yote kwa sababu timu imefungwa. Kwao kuumia kihisia kwa sababu ya watu wasiowajua waliopoteza mchezo ni jambo lisiloeleweka kiurahisi. Lakini upande mwingine wa saikolojia unaonyesha kwamba michezo huwapa watu njia ya kutoa hisia zao. Wengine hutumia ushabiki kama njia ya kupunguza stress za maisha. Wakati wa mechi, mtu husahau matatizo yake kwa muda na kuingia kwenye dunia ya ushindani na matumaini. Na ndio maana kwa baadhi ya watu michezo ni tiba ya akili bila wao kujua. Kwa hiyo kwa mtu asiyevutiwa na michezo, si kwamba hana hisia au hana uwezo wa kufurahia maisha. Inawezekana tu akili yake hupata utulivu na faraja kupitia njia tofauti na michezo. Katika jamii nyingi, watu wasiopenda michezo wakati mwingine huonekana kama watu wa ajabu sana. Wanaweza kujikuta wakikaa kimya wakati kila mtu anajadili mechi, na wakati mwingine hujikuta akilazimika kujifanya wanajua kinachoendelea ili wasionekane tofauti na wengine. Lakini ukweli ni kwamba tofauti hiyo ni sehemu ya kawaida kabisa ya ubinadamu. Kama ambavyo si kila mtu anapenda aina moja ya chakula, aina moja ya muziki au filamu, si kila mtu ataguswa na mchezo kwa namna ile ile ambayo inawagusa wengine. Na labda hilo ndio jambo muhimu zaidi kuelewa. Kutokupenda michezo si upungufu wa utu wala tatizo la kisaikolojia. Ni tofauti tu ya namna akili za binadamu zinavyotafuta furaha, maana na msisimko katika maisha yao ya kila siku. Mimi ni Tula Gilbert na hapa ni Bongo Faster.